Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa amewahakikishia wakazi wa Kakamega kuwa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti zimeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa wale walioathirika na uchimbaji wa dhahabu eneo la Ikolomani na kupoteza ardhi zao watafidiwa. Akizungumza alipohudhuria hafla ya mazishi ya mwenda zake Louis Bahati, Gavana Barasa aliwataka wanasiasa kutohusisha uchimbaji wa dhahabu pamoja na fidia hizo katika siasa, kwani dhahabu ile inapaswa kuwa ya kuwasaidia wakazi wa Kakamega. Kwa upande wake, katibu mkuu wa elimu Beatrice Inyangala akibaini kuwa serikali ya kitaifa haiongezi karo ya shule. Ni katika hafla ya mazishi ya mwenda zake Louis Bahati, hafla iliyohudhuriwa na gavana wa Kakamega Fernandes Barasa, katibu mkuu wa elimu Beatrice Inyangala, miongoni mwa viongozi wengine. Gavana Barasa akichukua fursa hiyo kuhakikisha kuwa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti zimeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa wale waliathirika na uchimbaji wa dhahabu unaoendelea Ikolomani na kupoteza ardhi zao watafidiwa. Kwanza kabisa, nachukua fursa hii kuleta pole zetu kwa niaba ya wanakakamega wote kwa familia ya mwenda zake Louis Bahati kiongozwa na Engineer Bahati. Nashukuru sana msimamo ambao tumechukua, mimi na waziri ambaye anahusika na masuala ya uchimbaji migodi na pia uchumi samawati. Tumesema ya kwamba ile dhahabu ambayo iko kule Ikolomani isiwe ni laana kwa wanakakamega, na tumekubaliana ya kwamba shughuli ya compensation tutatilia mkazo wale ambao wanamiliki ardhi. Hivi sasa tuko na program ambayo inaitwa Environmental Social Impact Assessment. Baada ya hiyo, wale ambao wameathirika kwa uchimbaji migodi, the affected families, watapewa fidia ya kutosha. Gavana huyu akiwataka viongozi wa kisiasa kutohusisha uchimbaji wa dhahabu hiyo katika siasa zao, huku akibaini kuwa itawasaidia wakazi wa Kakamega kwa kuwapa mapato. Na mimi nataka kuambia wanasiasa wenzangu ya kwamba let us depoliticize mining activities in Ikolomani. Kwa sababu tumeona viongozi wengine wamekuja pale na kuleta siasa ambazo zinaleta vurugu. For us to eradicate poverty in Kakamega, we have an opportunity to support mambo ya uchimbaji migodi. Kwa upande wake, katibu mkuu wa elimu Beatrice Inyangala aliyewakilisha serikali ya kitaifa katika mazishi ile, akiwahimiza wazazi kuwasaidia wanao katika kuchagua njia watakayofuata katika masomo yao ya sekondari, huku akisema kuwa karo ya shule haijabadilika. Education is very important. And right now, parents, we have just received the KJC results. I want to plead with you to sit with your children, to work through them and help them identify the right pathways, because we are all gifted differently. I want to assure you that as had been rumored, fees has not gone up, fees remains what it was. And while your children qualify for universities or TVETs, we have also done a very good job of reducing the school fees. Veronica David, Undugu TV.